Mheshimiwa Rais, muda mfupi uliopita umenikabidhi funguo tatu: ufunguo wenye rangi ya dhahabu, ufunguo wenye rangi ya fedha na ufunguo wenye rangi ya shaba. Ninapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa subira ambayo mahakama ya Tanzania imekuwa nayo kwa muda wa miaka 104 hadi kuweza kupata hizo funguo. Kwa niaba ya mahakama ya Tanzania vile vile natoa shukrani kwako kwa kuiwezesha mahakama ya Tanzania kujiunga na mihimili mingine katika kuhamia katika mji mkuu wa Tanzania, Dodoma. Kuhama sio rahisi. Imechukua miaka mingi sana, hatimaye mahakama ya Tanzania imeweza kuhamia Dodoma, na mkono wako upo katika kuhama kutoka Dar es Salaam kuja rasmi Dodoma. Vile vile kwa niaba ya mahakama ya Tanzania napenda kutanguliza shukrani kwa wewe kuiwezesha mahakama kufanya maboresho kupitia mipango ambayo mahakama ilijiwekea. Mpango mkakati wa miaka mitano, awamu ya kwanza na awamu ya pili, mpango wa programu ya maboresho awamu ya kwanza na ya pili, na programu ya ujenzi wa miundombinu ya mahakama awamu ya kwanza na awamu ya pili. Bila uwezeshaji, mipango hiyo ingebaki mipango tu katika karatasi. Sisi mahakama tunafurahia sana na tunashukuru sana kwa uwezeshaji mkubwa ambao mahakama imepata kutoka serikali yako unayoiongoza. Mheshimiwa Rais, majengo huzungumza. Kuna usemi ambao unasemwa kwamba buildings talk, buildings speak. Majengo ni kama lugha ya alama. Majengo hayazungumzi, lakini huwa yanatuma ujumbe mzito. Kwa kweli hili jengo linatuma ujumbe mzito sana, ukizingatia kwamba kwa muda wa miaka 104 makao makuu ya mahakama yamekuwa yakitoka kutoka sehemu moja hadi nyingine kwenye majengo ya kuazima, lakini hatimaye tumepata jengo ambalo limepewa sifa ambazo zimetajwa leo na wazungumzaji walionitangulia. Kwa hiyo haya majengo kwa sisi ambao tumekuwa katika maboresho ya mahakama kwa muda wa miaka 10 kuanzia 2015 kwa kushirikiana na Benki ya Dunia, kuna lugha ambayo majengo huzungumza. Hili jengo linazungumza lugha inayoitwa juditecture. Juditecture. Judi kwa maana ya Judicial Organization and Management, kwamba ukifika katika jengo hili utakutana na utawala bora, uwajibikaji na usimamizi bora wa mashauri, vile vile na utoaji wa huduma. Hiyo ni Judi. Tech ni teknolojia ya kisasa. Umejionea mwenyewe Mheshimiwa Rais, teknolojia ya kisasa yenye ubora, yenye viwango, ambayo inalinganishwa na teknolojia bora iliyo sehemu yoyote pale duniani. Kwa hiyo majengo tumesubiri miaka hiyo ili tuwe na teknolojia ya karne ya 21. Neno la tatu ni cha architecture. Jengo hili vile vile linazungumza lugha ya architecture, kwamba linatoa nafasi. Nakumbuka ulivyokuwa unaingia ndani ulishangaa ukubwa wa nafasi wa watu kukaa, watu kufanya shughuli mbalimbali, watu wengi kuingia katika jengo hilo bila msongamano kuonekana. Kwa hiyo hiyo ndio dhana ya ujenzi wa karne ya 21 ambayo sisi tumepata bahati ya kulitumia. Na nakumbuka nilikuambia ahadi ambayo tumetoa, maboresho sio majengo peke yake. Majengo yanatakiwa yatoe faida kubwa ambayo ni utoaji wa haki kwa haraka na kwa ufanisi. Na hili umekuwa ukitukumbusha mara kwa mara kwamba haitoshi kuwa na jengo kubwa,
jengo zuri kama haki haitoki katika hilo jengo, na ulituomba mara zote kwamba tuangalie nafsi zetu. Je, nafsi zetu zinaendeleza haki au nafsi zetu sio za kuendeleza haki? Jengo hili Mheshimiwa Rais la mahakama ambalo umelizindua leo, mimi linanikumbusha historia ya muda mrefu sana, kwa sababu mimi hupenda kurejea historia, kwa sababu ninaamini huwezi kujua Tanzania ijayo bila kujua tulikotoka na changamoto tulizopitia na namna gani tuliweza kukabiliana na hizo changamoto. Tanzania haikuanza leo, mahakama haikuanza leo. Kuna historia ya muda mrefu ambayo hili jengo ukiliangalia kwa makini kabisa linakupa hiyo historia. Wengi watauliza, kwa nini kati ya kipindi cha mwaka kuanzia 2015 hadi 2025 kwa ghafla mahakama imejenga majengo mengi sana nchini kote, mikoa yote, wilaya yote, saizi kuna majengo, na hadi kufikia Disemba mwaka huu tutakuwa tumemaliza msongamano na mapungufu katika ngazi ya mahakama kuu, mahakama ya rufani, mahakama za wilaya na mahakama za hakimu mkazi nchi nzima. Hadithi haikuwa hivyo. Hadithi haikuwa hivyo, na hii hadithi inatokana na uwezeshaji mkubwa sana ambao serikali imekuwa ikijitokeza. Nitawapa mifano michache tu. Hadi kufikia 2015 ni mikoa 14 tu kati ya 26 ndiyo ilikuwa na majengo ya mahakama kuu. Na hata hivyo hayo majengo yaliyokuwepo mengi yalikuwa ni machakavu na mengi yalikuwa katika maeneo ya kuwazima. Kwa hiyo tunapozindua jengo hili tunaingia katika Tanzania ambayo ni tofauti kabisa. Hadi kufikia mwisho wa mwaka huu mikoa ya Geita, Kigoma, Mara, Shinyanga, Simiyu, Katavi, Singida, Songwe, Morogoro, Manyara, Lindi na Njombe zote zitakuwa na vituo vya mahakama kuu. Na unapojenga mahakama kuu unasogeza huduma za haki katika ngazi ya mahakama kuu. Unapunguza safari ndefu ambayo wananchi wamekuwa wakisafiri kutafuta huduma za mahakama kuu. Jengo hili Mheshimiwa Rais vile vile linatoa ishara ya mabadiliko makubwa sana ambayo yamefanyika katika majengo ya mahakama ya hakimu mkazi. 2015 kabla hatujaanza programu ya maboresho, hadithi ya majengo katika mahakama ya hakimu mkazi, majengo ambayo yalikuwa ni mazuri yalikuwa ni majengo 7 tu kati ya 26. Majengo 7 tu kati ya 26 ndiyo yalikuwa mazuri. Majengo 16 yalihitaji majengo mapya, na majengo 3 yalihitaji ukarabati mkubwa. Leo hii au hadi kufikia mwisho wa mwaka huu hadithi itakuwa ni tofauti kabisa. Kwa hiyo tunaposherekea uzinduzi wa jengo hili tusisahau maboresho makubwa ambayo yamefanywa na serikali yako Mheshimiwa Rais, ya kuondoa kabisa hadithi ambayo ukiona jengo bovu la umma ulikuwa unasema hilo ni jengo la mahakama. Siku hizi mahakama, unapoingia katika mji wowote, majengo ya mahakama yanajitambulisha yenyewe kwa kuzungumza lugha ya juditecture. Hali katika mahakama ya wilaya ilikuwa hivyo hivyo. Hali haikuwa nzuri 2015. Wilaya 104 ilikuwa inahitaji majengo mapya. Wilaya 24 zilikuwa zina majengo machakavu ambayo yalihitaji ukarabati mkubwa. Kati ya majengo 130, kati ya wilaya 139 majengo yaliyokuwa katika hali nzuri yalikuwa ni 11 tu. Lakini ukienda leo au tukifika mwishoni mwa Disemba, kutokana na uwekezaji mkubwa ambao umefanyika, hadithi itakuwa ni tofauti kabisa. Yale majengo yakiongea hayataongea lugha ya kulalamika.
yatakuwa yanaongea lugha ya kwamba haki inapatikana. Hilo ni jambo ambalo hatuna budi kushukuru sana sana sana, na hasa ukizingatia kwamba wakati serikali inapoanzisha mikoa mipya na wilaya mipya, mara nyingi mahakama huwa haipati bahati ya kujengewa majengo. Na ukiangalia majengo mengi yaliyozinduliwa hivi karibuni ni wilaya ambayo zilianzishwa au mikoa ilianzishwa bila kuwa na huduma ya majengo ya mahakama. Kwa hiyo ni hatua kubwa sana ambayo imepigwa, na hili lazima tuliseme, kwa sababu usiposema utakuwa huonyeshi shukrani ambayo tumefanyiwa sisi mahakama. Hatuna budi kushukuru serikali kwa sababu ukiangalia historia ya mahusiano kati ya magavana na majaji wakuu, utaona ni kwa kiasi gani changamoto ya majengo ambayo tulionayo sasa ni ya kihistoria. Utawala wa mkoloni haukutoa kipaumbele katika masuala ya utoaji wa haki. Haukutoa kabisa katika masuala ya utoaji haki, na ukiangalia rekodi za mahusiano kati ya majaji wakuu na magavana ilikuwa ni uhusiano wa mvutano. Majaji wakuu walikuwa wanataka kusimamia masuala ya sheria, mahakama zijengwe, huduma zisogezwe hadi ziwafikie Waafrika walio wengi, lakini nchi zilizokuwa inatutawala hawakupenda kufanya hivyo. Na ndio maana unakuta historia yetu ni ya kutegemea majengo ya kuazima, kwa sababu historia haikuruhusu kabisa magavana kukubali mahakama kujenga. Ninakumbuka wakati jaji mkuu wa kwanza alipofika Tanganyika mwaka 1920, huyu jaji mkuu anaitwa Jaji William Morris Carter. Alikuwa jaji mkuu wa kwanza kuletwa nchi yetu baada ya Tanganyika kuchukuliwa na Ujerumani. Aliwasilisha waraka mrefu sana kwa gavana. Alikuwa anaonyesha mahitaji yake. Moja ya mahitaji ambayo alikuwa anataka apewe kabla shughuli za mahakama kuu hazijaanza tarehe 3 Januari 1921 ni jengo jipya lenye hadhi ya mahakama kuu. Gavana Horace Biat alikataa kabisa ombi hilo. Yeye alitoa jengo ambalo sasa hivi linatumika na mahakama kuu kitengo cha biashara. Akasema hilo jengo linatosha, lifanyiwe ukarabati, vyumba vipangwe na litumike kama mahakama. Hilo jambo halikumfurahisha kabisa jaji mkuu wa wakati huo Carter, na kulikuwa kuna jaji mmoja ambaye wenyeji wanamuita jaji mwenye kanzu nyekundu. Yule ndio alikuwa jaji wa kwanza kuleta huduma za mahakama kuu akifuata njia ya reli. Alielezea kwamba jaji mkuu alikuwa anapoteza muda kulumbana na governor, kwa sababu anayeshika mfuko wa fedha ndio mwenye maamuzi. Akisema hauwezi kupata jengo jipya, huwezi kupata jengo jipya. Akisema karabati hilo jengo linatosha, hali ndio itakuwa hiyo. Kwa hiyo ukilinganisha na sasa, tunashukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, umekuwa mwepesi sana kutambua changamoto kubwa za hali ya majengo ya mahakama, na umetoa kipaumbele maalum cha kuwezesha mahakama kuwa na majengo yake. Vile vile malumbano ya majaji wakuu na magavana yalihusu nafasi ya utoaji haki. Magavana walisema kwamba mahakama kuu ibaki ni mahakama ya kesi zile kubwa kubwa za mauaji na kesi za madai za wazungu, na mahakama za mahakimu ziwe ni zile mahakama ambazo wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa ndio walikuwa mahakimu, kwa sababu kwamba wao ndio walikuwa wanafahamu zaidi wa Afrika. Kwa hiyo ndio maana kulikuwa hakuna haja ya kujenga mahakama kuu, na mahakama kuu zilikuwa zinafuata njia ya reli Morogoro, Dodoma, Kigoma na Tabora na kutoa huduma. Swala la ujenzi halikupewa kipaumbele kabisa.
Hii historia ni muhimu kwa sababu wengi wanaweza kukuuliza, Mheshimiwa Rais, kwa nini umewekeza nguvu yako kubwa kuhakikisha kwamba mahakama inapata majengo yake? Tatizo letu ni la kihistoria, na ninashukuru sana umeweza kuondoa hiyo changamoto ya kihistoria katika ngazi za juu za mahakama, ngazi ya mahakama ya rufani, ngazi ya mahakama kuu, ngazi ya hakimu mkazi na ngazi ya mahakama ya wilaya. Hiyo changamoto imekwisha kabisa. Changamoto ambayo imebaki, ambayo ni yetu wote, ni changamoto ya kusogeza huduma za mahakama ya mwanzo katika kata au tarafa za jamhuri yetu. Maeneo mengi ambayo ya nchi yetu bado hayapati huduma za mahakama ya mwanzo kwa sababu mahakama hizo bado ni mbali. Sasa katika dira ya 2050 hili ni eneo ambalo ni lazima tulifanyie kazi kwa pamoja, pengine hata kutumia TAMISEMI wachukue jukumu na kujenga mahakama za mwanzo ili tusogeze huduma kama ambavyo wanavyojenga hospitali na huduma zingine za kijamii. Huduma ya mahakama ya mwanzo ni huduma ya muhimu sana. Pengine Mheshimiwa, kabla ya kumalizia, nielezee tumefikaje hapa. Tumefikaje hapa hadi kupata jengo lenye hadhi. Nimesema kwamba gavana wa kwanza wa Tanganyika alimpa jaji mkuu wa kwanza jengo ambalo kwa sasa linatumika na mahakama kuu ya biashara. Mahakama kuu ilipata jengo lake zaidi ya miaka 37 tangu mwaka kuanzia 1921 hadi 58. Jengo lile la mahakama ya biashara ndio lilikuwa jengo la mahakama kuu, lakini mwaka 1958 ndio kwa mara ya kwanza mahakama kuu ilipata jengo ambalo lina hadhi. Lile jengo kwa kweli lina hadhi ya kimahakama, na hadhi ile ni nzuri hadi leo. Lakini hadhi ile ilitikiswa sana mwaka 1977 wakati Jumuiya ya Afrika Mashariki ilipovunjika na Tanzania ikabidi iwe na mahakama yake ya rufani. Hakukuwa na jengo la mahakama ya rufani, ikabidi majaji wa mahakama ya rufani na majaji wa mahakama kuu wabanane katika lile jengo la mahakama kuu pale Mwembeni. Sasa mnapobanana kunakuwa hakuna hadhi. Sasa ilibidi itafutwe jengo lingine la muda ambalo lilikuwa zamani Dar es Salaam Club. Hili likafanyiwa marekebisho na mahakama ya rufani ikawa pale, na lugha iliyotumika wakati ule ni kwamba haya ni makao makuu ya mahakama ya rufani ya muda. Lakini tangu mwaka 1979 wakati hilo jengo lilipoanza kutumika na mahakama ya rufani hadi leo ulivyonikabidhi funguo, huo muda mfupi ulikuwa ni miaka 46. Kwa hiyo sio muda mfupi ambapo mahakama zimekaa katika jengo la kuazima ambalo halikuwa kwa matumizi ya mahakama. Mwaka 2011 hapo ndio wazo lilijitokeza la kutafuta sehemu ya kujenga makao makuu ya mahakama, na tulifanikiwa kupata kiwanja pale Chimala jijini Dar es Salaam. Ni kiwanja kidogo, na wakati huo ni bunge peke yake ndio walikuwa wamehamia Dodoma. Serikali ilikuwa imehama nusu. Sasa ilipofika ile kasi ambayo serikali ilikuwa imehamia Dodoma, bunge liko Dodoma, shinikizo ilikuwa ni kubwa sana kwa mahakama. Hatuwezi kubaki Dar es Salaam wakati nchi imehamia Dodoma. Sasa lile wazo la kujenga katika kiwanja kile kidogo cha Chimala ilitikiswa tarehe 7 mwezi wa 12 2017 na aliyekuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Alinialika Chamwino na aliulizia, mpango wenu mahakama wa kujenga makao makuu umefikia wapi? Pale Chimala
Nikamwambia ramani ziko tayari, michoro imekaa vizuri, tunasubiri uwezeshwaji wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili tuanze ujenzi. Rais wa awamu ya 5 alinikumbusha kwamba ni yeye ndio alikitenga kile kiwanja alipokuwa waziri wa ujenzi, na akaniambia pale pale kwamba kile kiwanja anakijua ni kidogo. Akasema hakina hadhi. Anasema kama mnataka makao makuu nitawatafutia kiwanja Dodoma. Nitawatafutia kiwanja Dodoma. Na pale pale nilivyosema sawa, alipiga simu, akampigia aliyekuwa mkurugenzi wa manispaa ya Dodoma ambaye sasa ni mbunge wa Mlimba, Mheshimiwa Godwin Kunambi, akamwelekeza tafuta maeneo mawili, na aliyataja, alisema lazima yawe juu, na akatoa utani kidogo akasema ili muweze kumwangalia spika akitoka akiingia bungeni muweze kumuona asubuhi, ili naye ashawishike atafute kilima ajenge majengo ya bunge. Hiyo ndio sababu tukatafutiwa maeneo mawili. Eneo la Chimwaga lilikuwa na hekta 50, na hili eneo tukatafuta wataalamu wakaangalia chini ya mawe kuna nini, wakatupa ripoti ya kitaalamu, tukaona ili eneo ni bora zaidi. Kwa hiyo ingawa lile eneo la Chimwaga lilikuwa ni kubwa zaidi, lakini sisi tuliona hili linafaa na tukapata kitalu D, eneo hili la NCC Link. Na nakumbuka kabisa wakati tunakuja kuonyeshwa mipaka, tulikuwa wakati huo waziri wa Katiba na Sheria alikuwa Profesa Kabudi. Wakati tunazunguka kulikuwa kuna wenyeji wanakuja kuulizia tunafanya nini. Wengine walikuwa wanasema hivi viwanja vilikuwa ni vya babu yetu. Pale pale Mheshimiwa Kabudi akasema ataenda kuongea na mbunge wa Dodoma kuangalia kwamba hawa watu waelimishwe kwamba hii mahakama inapokuja hapa Dodoma ni jambo kubwa la kimaendeleo. Hatukuwaona tena. Tunajua Mheshimiwa mbunge na Mheshimiwa waziri walimalizana na wananchi hao, na ndio maana tukapata hili kiwanja. Vile vile tulipata mtikisiko kidogo baada ya kupata kiwanja. Tukaambiwa kwamba treni ya SGR njia yake ndiyo hiyo. Tulidhani ingemega sehemu kubwa sana. Tukakumbuka yule jaji mwenye kanzu nyekundu ambaye alikuwa anatumia njia ya treni kusogeza huduma za haki. Tukadhani hizi treni zinapenda kufata sana mahakama, lakini tulikuwa tuna bahati, walimega tu sehemu ndogo, tukabaki na sehemu kubwa. Lakini imeongeza hadhi ya mahakama, na mmeona leo wakati makala ikiendelea, treni ya SGR ilikuwa inapiga kasi pale, na hiyo inakuonyesha hiyo ndio kasi ya utoaji wa haki. Mwaka 1900 wakati tunatumia reli ya kati kusogeza haki mikoani, walikuwa watumii nguvu ya umeme, walikuwa wanatumia mvuke. Safari ilikuwa siku kadhaa. Yule jaji mwenye kanzu nyekundu anasimulia jinsi safari ilivyokuwa ndefu, na alikuwa akitoa haki pale Bomani, watu wanakusanyika. Lakini reli ya SGR inatukumbusha kwamba tuko kwenye karne ya 21. Ni karne ambayo haki inatakiwa iwe katika kasi ambayo imeonyeshwa hapo tulivyokuwa hapa. Hili eneo lina faida kubwa sana. Hili eneo lina faida kubwa sana ambalo kwa bahati nzuri nimeandika katika hotuba yangu. Namuona MC Shaban Kisu, yeye anaangalia time. Nitaomba tu msome hotuba yangu ambayo nimetoa historia ndefu kuhusu mahakama hii. Nimalizie tu kwa kuwasilisha shukrani kubwa sana kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Nakumbuka ulipohutubia bunge, siku ambayo unahutubia bunge, na mara nyingi nchi inapopata kiongozi mpya
hii mihimili huwa inakuwa na shauku ya kujua mwelekeo wa kiongozi mpya. Kwa hiyo tulivyoalikwa bungeni, tulikusikiliza kwa makini sana, tukaona unatoa ahadi gani, na pengine ni nukuu uliyoyasema ambayo yalitupa matumaini makubwa, kiasi kwamba wakati tunaanza, tulipoongea na rais wa awamu ya 5, tulikubaliana kwamba mimi nitaweka jiwe la msingi ambapo rais atakuja kuzindua. Sasa unapojenga jengo la ghorofa 9 liko kwenye 20%, unasita kidogo kukimbilia kuweka jiwe la msingi. Tulisubiri kusikiliza hotuba yako pale bungeni. Kasi ndio hiyo, Mheshimiwa. Huo ndio mwendo wa utoaji wa haki. Karne ya 21. Ulisema ulivyotumia bunge tarehe 22 Aprili 2021, ukasema mimi nataka hapa mwanzoni kabisa, ulisema mwanzoni kabisa, kutuondoa wasiwasi, tusisubiri hadi mwisho wa hotuba kujua mwelekeo wako. Unasema nieleze bunge hili tukufu pamoja na Watanzania kwa ujumla kuwa dira na mwelekeo wa serikali ya awamu ya 6 itakuwa kudumisha mazuri ya awamu zilizopita. Na nadhani tunaweza kuweka tiki hiyo, kuyaendeleza mema yaliyopo na kuleta mengine mapya. Tunaweza kuweka tiki. Na hii kimsingi ndio dhana na maana ya halisi ya kauli mbiu ya salamu yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi inaendelea. Tutaenzi na kuendeleza mambo yote mazuri, lakini pia tutafanya mabadiliko pale inapobidi kwa lengo la kukuza ufanisi na tija. Mahakama ya Tanzania ni wanufaika wakubwa sana wa hicho sehemu ya hotuba yako, kwa sababu tumeona, na kuna sehemu nyingine ya mwisho kabisa, pengine kabla ya kumaliza kabisa, ulisema tutashirikiana na muhimili wa mahakama katika kuimarisha mifumo ya utoaji haki. Tunaweza kuweka tiki hiyo, ikiwemo kuendeleza kujenga miundombinu ya mahakama. Tumeona katika hii miaka tumejenga sana. Kuongeza idadi ya majaji na mahakimu. Tumeona kukuza matumizi ya tehama. Mheshimiwa Rais, umejionea mwenyewe namna ambavyo tunatumia tehama, na ulielezwa kwamba katika kile chumba cha GSR tulienda kujifunza Kazakhstan, ambao watakuja kujifunza kwetu, kwa sababu katika hizi zama za teknolojia kila mmoja anajaribu kumshinda mwenzake. Kwa hiyo tunakushukuru sana. Hiyo hotuba yako uliyotoa bungeni ilinisaidia sana, ilinipa nguvu ya kuweza kwenda kuweka jiwe la msingi wa jengo hili ambalo umelizindua leo.